Taarifa za huzuni kwa Watanzania, taarifa za huzuni kwa baadhi ya wafuatiliaji wa mitandao ya kijamii, wale ambao walikuwa kimfahamu mwanadada Carolina Hawa almaarufu kama Karina, ambaye aliugua kwa muda mrefu sana. Alifanywa operation nyingi sana ndani ya utumbo wake. Yani katika tumbo lake ziliwahi kufanyika operation zaidi ya 23. Taarifa za huzuni zaidi ni kwamba amefariki dunia, na hii imeweza kuwaumiza watu wengi sana, kutokana na watu ambao waliamini kuna siku atapona kama ushuhuda, na yeye pia alisimama kwa ushuhuda akisema kwamba kuna siku atapona na itakuwa sawa. Lakini siku ya leo amefariki kule nchini India akiwa anafanywa matibabu, na kitu ambacho kwa upande fulani kilikuwa kina matumaini, kwa sababu iliaminika siku ya leo angeweza kurejea nchini Tanzania. Lakini bahati mbaya siku ya leo ndio siku ambayo amefariki na hakuweza kurejea akiwa mzima kama wengi walivyokuwa wanatarajia. Ikumbukwe pia si mara ya kwanza mwanadada huyu kwenda India. Alishawahi kwenda India mara ya kwanza, mara ya pili, na akafanywa operation. Kwa maana hiyo sasa ni operation nyingi. Nafikiri na hii operation ilikuwa ni operation kama ya 23 24 hivi, ambayo imepita sehemu moja ni tumboni, yani tumbo lake limepasuliwa. Na operation hii iliyofanyika kwa nchini India ilikuwa ni operation kubwa, ambayo waliweza kutoa nusu ya utumbo wake ambao ulikadiriwa kujaa ndoo kubwa. Nusu ya utumbo wake uliweza kutolewa kwa sababu ya hiyo hali. Ilikuwa katika madhara, yanaonekana ilikuwa katika utumbo, ndio maana utumbo lilikuwa alifungi kila mara, kwa sababu kila alipofanywa operation kidonda kilikuwa kifungi. Mara nyingi utumbo ulikuwa unatokeza nje, vidonda kifungi na damu inatoka. Ni kwa takriban miaka kama sio 8 ni miaka 9 hii alinamsumbua. Ni muda mrefu kidogo ilianza hivyo. Lakini kwa wale wasiomfahamu Carolina Hawa, huyu mwanadada alishawahi kuwa mwigizaji pia wa Bongo Movie. Lakini kwa wale wasiomfahamu, kwa sababu ni muda sana, nafikiri wengi mtakuwa mfahamu kama alishawahi kuwa mwigizaji wa Bongo Movie, ila alishawahi kuigiza Bongo Movie na alifanya vizuri. Hata hivyo baadaye hii hali ikamkuta, na hii hali ilianza kimasiara tu. Ilikuwa ni siku ambapo alijisikia tumbo la uma hivyo, akawa anavumilia. Siku zikawa zinazidi kwenda, akajua ni tumbo la kawaida kama ilivyo kwa wanawake wengine, mara nyingi huwa wanasumbuliwa na tumbo. Akafikiri kwamba inawezekana ni vidonda vya tumbo, akaamua kwenda hospitali kwenda kupima shida ni nini. Hiyo siku alikuwa na mdogo wake, alienda na mdogo wake akiwa anamsindikiza kwenda kupima tatizo. Lakini mwisho wa siku madaktari wakagundua ni tatizo kubwa sana. Walishangaa mpaka ni vipi mpaka sasa hivi anatembea, na ingalia kuwa alikuwa anatembea na ugonjwa mkubwa sana. Ikabidi akalazwa hiyo siku na hakuweza kurejea nyumbani. Kibaya zaidi, hawakutoa taarifa kwa mzazi kwamba anakwenda hospitali na kama atafanywa operation. Hivyo basi mama akashangaa, mbona hawa warudi, wako wapi? Akapiga simu akasema bwana, dada yuko hospitali na anafanywa operation. Basi mama alifika haraka na hivyo akaambiwa tatizo, mtoto akafanywa operation. Na ndio hapo shida rasmi ilipoanza. Wanasema kwamba mara ya kwanza kabisa kidonda kikufunga, kwenda kuangalia tumboni, wakagundua kwamba ulikuwa umeachwa mkasi ndani ya tumbo. Walipofanya utafiti kweli mkasi ulionekana upo, lakini cha ajabu mkasi uliokuwepo ndani ya tumbo, huo mkasi sio hospitali ile, yani si wa hospitali ile, na madokta kutumia mkasi huo kufanya operation. Hicho ni kitu ambacho pia kiliweza kuwashangaza watu wengi, na ndio maana kifo cha yule dada Karina mpaka sasa hivi kuna siri iko nyuma, waamini, kwa sababu ni ugonjwa ambao madaktari wenyewe wameshangaa. Kwa hali ambayo mwanadada huyu anakutana nayo, ni operation zaidi ya 22. Kikawaida mwanadamu wa kawaida angeshaweza kufariki dunia, na pia kwa wakati mwingine operation zaidi ya 22 madaktari tofauti, basi angalau solution lingeweza kupatikana. Lakini shida ikawa ni ile moja tu, vidonda kifungi na kina pasuka. Mara nyingi kidonda kinapasuka, kinavia usaha. Alipata changamoto nyingi sana, wakati mwingine hata utumbo unatoka nje, lakini bado mtu yupo hai. Na kinachoaminisha watu kwamba ni pia ni moja ya vitu vya ni nguvu za giza zipo nyuma yake, ni kwamba mara kabla ya hili tatizo pia alishawahi, wakati amefanyia operation, aliwahi kuota kwamba kuna mwanamke anakuja na kisu anakwenda kukichana kile kidonda tena operation ile. Alivyoshtuka akakuta tayari kwenye tumbo lake kuna damu, yani damu inatoka kama kweli amechanwa. Alipiga kelele, ndugu zake wakaja kuangalia, wakakuta kweli damu inatoka. Akamwambia bana, mimi nimeota hivi na hivi, lakini nimeshtuka na kukutana na damu. Hiyo ndio changamoto ambayo iliweza kumkuta mwanadada Karina Hawa, anamuita Carolina Hawa. Huyu dada ana historia ndefu sana, na hivi vitu si vya kutunga, bali aliwahi kuzungumza mwenyewe kwa mdomo wake katika media mbalimbali, ikiwemo Global ambao walikuwa nyuma yake mara nyingi sana. Global TV ndio walikuwa kisimama sana nyuma yake, hata kwenda India na nini. Kama utakuwa hauamini maneno haya, kama hujui, kama hautaamini maneno haya, basi pitia katika page za Global TV, angalia kidogo, kuna historia nyingi sana chao na media kama Global TV kwa kufuatilia historia yake. Lakini nyuma historia yake kuna ushirikina nyuma yake, kwamba kuna nguvu za giza, si kawaida, si ile ya kawaida, kwa sababu
hadi chanzo cha ugonjwa wenyewe mpaka sasa hivi ni hali ambayo sio kwa kawaida, na ndio maana Karina Hawa huyu alikuwa na imani iko siku moja Mungu atamsaidia na atapona. Imani yake kubwa, aliamini kuna siku atarejea. Kiukweli mwanadada huyu katika ugonjwa alikuwa akiugua, si kawaida kwa mtu angeweza kuwa na uwezo wa kuongea kama hivi. Alikuwa anaongea kabisa timamu, alikuwa anaongea na akiwa na imani. Kwa watu wengine sasa hivi kwa ugonjwa ulikuwa unamsumbua, wengine wangekuwa maututi, wengine wangekuwa hawaongei, lakini kwa dada huyu Karina Hawa alionyesha nguvu ya kipekee zaidi, uvumilivu. Nafikiri watu ambao mlikuwa mnamfuatilia mnajua hili. Na baada ya kufariki, hii imeumiza watu wengi sana mtandaoni. Watu wamelia, watu wamelalamika, watu wakasema ndo mipango ya Mungu, wakasema inna lillahi rajiun, hivyo tena hakuna njia, na Mungu wa Bwana ametoa, na Bwana ametoa, jina la Bwana lihimidiwe. Ikawa hivyo, watu wakatoa pole kwa familia, japo waliumia sana, na imani familia yake itakuwa imeumia sana. Watanzania wengi hasa wale ambao pia walichangia kwenye upande wa fedha, kwenye upande wa mawazo, hivyo watu wameumia sana, wale wakiwa kumfuatilia mwanadada huyu, kwa sababu alikuwa ana historia ya kipekee sana ambayo inahuzunisha. Kwa taarifa zaidi, wewe nenda katika page ya Global TV ambayo pia ndo walikuwa wako nyuma. Hilo mimi ni Steven Kamili na hii ni Spruce Online TV. Usiache kusubscribe, like, comment na kushare ili wa kwanza kupata update na makala kama hizi.